Hotuba ya Chadema ya kukaribisha mwaka 2026. Ndugu wa Tanzania wenzangu, kwa niaba ya chama chetu, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, naomba nilete kwenu salamu za heri za mwaka mpya. Watanzania wenzangu, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinawatakia heri na baraka za Mungu tunapouanza mwaka wa 2026. Leo ninapotoa salamu hizi kwa niaba ya chama za kukaribisha mwaka 2026, Tanzania inasimama kwenye njia panda ya kihistoria. Ni wakati ambao taifa linajiuliza maswali mazito. Je, mamlaka bado yanatoka kwa wananchi? Je, katiba bado ipo na inalinda haki za raia? Je, amani inayotamkwa ni ya kweli au ya kupumbaza na bado inasimama juu ya haki na ridhaa ya wananchi? Mwaka wa 2025 haukuwa mwaka wa kawaida. Ulikuwa mwaka ambao mkataba wa kijamii kati ya dola na mwananchi ulipimwa kwa uzito wake. Ulikuwa ni mwaka wa maamuzi magumu, maumivu makubwa, lakini pia mwamko wa kihistoria wa dhamira ya Watanzania ya kudai haki, uhuru na demokrasia ya kweli. Kwa niaba ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, napenda kuwashukuru kwa dhati wananchi wetu, viongozi wetu katika ngazi zote na Watanzania wote waliokataa kunyamaza mbele ya dhuluma. Uvumilivu wenu, ujasiri wenu na imani yenu katika haki ni ushahidi kwamba tumaini la taifa hili bado liko hai. Demokrasia ya ndani, mfano wa Tanzania tunayoitaka. Watanzania wenzangu, mwaka wa 2025 ulianza kwa Chadema kuandika historia muhimu katika demokrasia ya ndani ya chama. Kupitia mkutano mkuu wake wa taifa, wanachama walitumia haki yao ya msingi ya kidemokrasia kuchagua viongozi wao kwa uhuru, uwazi na uwajibikaji. Katika mchakato huo, ndugu Tundu Antipas Lissu alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa taifa wa Chadema, akirithi uongozi kutoka kwa ndugu Freeman Aikaeli Mbowe ambaye alikitumikia chama kwa takribani miaka 21 kwa ujasiri na kujitoa sana. Sambamba na hilo, mimi John Wegesa Heche nilichaguliwa kuwa makamu mwenyekiti bara, ndugu Saidi Mzee kuwa makamu mwenyekiti Zanzibar, na baraza kuu la chama liliwathibitisha ndugu John Mnyika kuwa katibu mkuu, ndugu Amani Gorugwa kuwa naibu katibu mkuu bara, ndugu Ali Ibrahim Juma kuwa naibu katibu mkuu Zanzibar, na pamoja na wajumbe 5 wa kamati kuu ya chama. Uchaguzi huu haukuwa tukio la kichama pekee. Ulikuwa ni ushahidi wa vitendo kwamba demokrasia inawezekana Tanzania, kwamba taasisi zinaweza kuheshimu katiba zao, kwamba uongozi unaweza kubadilika kwa amani, na kwamba tofauti za mawazo zinaweza kusimamiwa kwa heshima. Hii ndiyo Tanzania tunayoitaka. Leo ninapotoa salamu hizi, siku 269 mwenyekiti wetu ndugu Tundu Antipas Lissu alipokamatwa na kuwekwa mahabusu kwa kesi ya uongo, batili na yenye uonevu wa makusudi, wakidhani atapiga magoti kusujudia sanamu. Chadema na Watanzania kwa ujasiri tunajivunia kuwa na Tundu Antipas Lissu kama tunu ya taifa, mtetezi wa haki na mwenye kupinga uonevu, mtetezi wa utawala wa sheria, demokrasia na rasilimali za nchi, ambaye husimama katika misingi ya ukweli. Kwa sauti kubwa, kwa niaba ya Watanzania wengi, tunataka Tundu Antipas Lissu aachiliwe bila masharti yoyote, maana sio muhaini, hajasema uongo wala
hajafanya uchochezi wowote. Yote aliyoyasema ni kweli, na ndiyo msimamo ambao Watanzania wanaunga mkono. Kuendelea kumshikilia ndugu Lissu kwa sababu zinazoonekana na Watanzania wote kuwa ni ubatili, uongo na uonevu, ni kuendelea kutia unajisi mifumo ya haki na mamlaka ya dola kwa kushusha zaidi na kuendelea kufanya wananchi kupoteza imani na mifumo ya uendeshaji wa mashauri na mifumo ya haki nchini. Hata hivyo, watesi wetu wanaelewa kuwa dhahabu ili ing'ae, ili iendelee kung'aa na thamani yake iendelee kuongezeka, hivyo ndugu Tundu Lissu anaendelea kuwa dhahabu inayoendelea kuongezeka thamani. Pia ni tunu ya taifa hili katika mapambano ya kudai utawala wa demokrasia na haki hapa nchini. Aidha, kama chama na nchi kwa ujumla, tunatambua kuheshimu jina la Tundu Antipas Lissu kupendekezwa, yaani kuwa nominated kwenye mchakato wa awali wa mshindi wa tuzo ya Nobeli. Kwa hakika hii ni heshima sana kwa chama chetu, nchi yetu na bara la Afrika kwa ujumla. Namba 3, umoja wa chama, nguzo ya mapambano ya kitaifa. Watanzania wenzangu, umoja wetu ndani ya chama si kauli, ni pumzi ya uhai wa harakati zetu. Ni katika mshikamano ndipo chama kinaishi, kinapona na kinashinda. Tofauti za mawazo ndani ya Chama cha Demokrasia sio ufa, ni msingi ya kujenga hoja bora na uamuzi thabiti. Tunapokubaliana kutofautiana kwa heshima na kusimama pamoja mara baada ya maamuzi yanapofikiwa, tunaifanya Chadema iwe bora zaidi. Nguvu ya kimaadili na iwe na nguvu ya kimaadili na kisiasa isiyoyumbishwa. Kama alivyosema Aristotle, umoja wa wengi ni nguvu kuliko nguvu moja. Chadema itaendelea kuishi mioyoni mwa wananchi na wanachama wote, kwa sababu si nembo wala majengo, ni dhamira ya pamoja ya kupigania haki. Ni taasisi ya kitaifa, si mali ya mtu, familia au kikundi. Ni chombo cha wananchi cha kudai mabadiliko ya kweli. Chama kinapitia misimu, lakini roho ya umoja haifi, kujizalisha upya kila inapojaribiwa. Hapo ndipo harakati zinapokuwa kubwa kuliko hofu na matumaini yanakuwa makubwa kuliko vikwazo. Ndugu wa Tanzania, tukumbuke umoja na mshikamano wa chama ndiyo nguzo ya mapambano ya kitaifa. Tunapolinda umoja, tunalinda mustakabali wa demokrasia. Na kama alivyosema Martin Luther, nguvu ya kweli hupatikana pale watu wanapoungana kwa haki. Umoja wetu ni ahadi kwa wanachama na kwa wananchi. Umoja wetu ni ahadi kwa wanachama, kwa wananchi na kwa Watanzania wote. Namba 4, uchaguzi ulionajisika wa tarehe 29 Oktoba na uvunjwaji wa mamlaka ya wananchi. Watanzania wenzangu, kile kinachoitwa uchaguzi wa Oktoba tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka jana uliacha Tanzania ikiwa na jeraha la kisiasa ambalo litachukua muda mrefu kupona. Tulishuhudia matumizi mabaya ya vyombo vya dola, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa na mahakama dhidi ya wakosoaji wa serikali, wanaharakati na wapinzani wa kisiasa, hususan Chadema. Chama chetu kilifungiwa kufanya shughuli zake za kisiasa kwa kisingizio ya kesi za uongo. Mwenyekiti wetu ndugu Tundu Antipas Lissu alibambikiziwa kesi nzito za kisiasa kwa lengo la kutisha na kuzima sauti ya mabadiliko. Wimbi la utekaji, utesaji na upotezaji wa raia wasiokuwa na hatia nchini
Takribani Watanzania 200 walitekwa na kupoteza katika mwaka wa 2025 pekee. Kinachoitwa uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba haukuwa uchaguzi, ulikuwa ubatilishaji wa haki ya wananchi kuchagua na kuchaguliwa. Matokeo yaliyotangazwa hayakuwa na uhalali wa kikatiba, kisheria wala kimaadili. Mkwamo wa kisiasa tulionao leo ni zao la mifumo dhaifu ya uchaguzi iliyoshindwa kulinda katiba ibara ya 8 inayotamkwa wazi kwamba wananchi ndio msingi wa mamlaka yote na mamlaka na madaraka yote kutoka kwa wananchi. Namba 5, no reforms, no election, sauti ya wananchi na msingi wa mageuzi ya kimfumo. Watanzania wenzangu, katika kipindi ambacho taasisi za umma zilipoteza uhalali wa kimaadili na kikatiba, Chadema ilisimama si kama chama cha siasa pekee, bali kama dhamiri hai ya wananchi waliokata tamaa na mifumo wa uchaguzi uliotekwa na nguvu za dola. Kauli ya no reforms, no election haikuwa tishio wala ukaidi. Ilikuwa ni hoja ya kifizikia ya haki, kwamba uchaguzi bila mageuzi ya kimfumo na kitaasisi si zoezi la kidemokrasia, bali ni ibada ya kuhalalisha dhuluma. Kama lilivyosisitiza tamko la kimataifa la haki za binadamu kifungu cha 21, mapenzi ya watu ndio msingi wa mamlaka ya serikali. Mapenzi hayo yaoneshwe kupitia uchaguzi huru, haki na wawazi. Bila misingi hiyo, sanduku la kura hubaki kuwa tupu, na ndiyo maana watawala waliopo hawajachaguliwa wala hawana ridhaa ya wananchi, kwa sababu hawakuchaguliwa kwa mapenzi ya wananchi. Watanzania wenzangu, madai ya wananchi yalikuwa ya msingi na yasiyopingika. Wananchi walikuwa wanadai tume huru yenye mamlaka kamili ya kikatiba, marekebisho ya sheria kandamizi zinazonyima raia sauti, na ulinzi halisi wa haki za kisiasa na kiraia. Msimamo huu haukulenga kuvuruga amani, bali kulinda amani, kwa sababu amani isiyo na haki ni ukimya wa makaburini. Kama alivyoonya John Laws, sheria isiyo na haki si sheria, bali ni vurugu iliyorasimishwa. Hivyo mageuzi hayakuwa hiari ya kisiasa, bali ni sharti la uhalali wa dola. Watanzania wenzangu, ni jambo la kusikitisha kwamba badala ya majadiliano ya kitaifa, mamlaka zilichukua mabavu, vitisho na nguvu kupita kiasi. Lakini historia ina tabia ya kuwakumbuka waliokataa kupiga magoti mbele ya udhalimu. Vuguvugu la no reforms, no election linabaki kuwa alama ya mwamko wa kihistoria, ushahidi kwamba wananchi waligundua ukweli wa kimsingi: bila mageuzi ya kimfumo, uchaguzi sio suluhisho, bali ni tatizo linaloendelezwa. Hapo ndipo sauti ya wananchi inapogeuka kuwa falsafa ya ukombozi wa kisiasa. Namba 6, mauaji ya halaiki na jeraha la taifa. Watanzania wenzangu, kutekwa kwa watu zaidi ya 200 na mauaji ya Watanzania zaidi ya 2000 si takwimu za kawaida. Kwa mizania ya kimataifa, hizi ni namba zinazolingana na nchi zilizoko kwenye migogoro ya silaha au vita ya wenyewe kwa wenyewe. Katika mataifa yanayojitambulisha kama ya amani na utulivu kisiasa, hata vifo 10 vya kisiasa huibua uchunguzi wa kimataifa na misukumo ya uwajibikaji. Hivyo basi, kilichotokea Tanzania kinakiuka hadhi yake kama nchi ya amani na kinaiweka katika ramani ya dunia
kama taifa lililoshindwa kulinda uhai wa raia wake.